Na unajua kama niko kwa interview siwezi pata muda mwingi wa kufasiri sana na watu waelewe, kwa sababu wewe ni Mkristo, wewe ni kafiri. Shida unaenda chooni bila maji. Wewe unafikiri tulifasiri Qur'ani vizuri kaka yangu? Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji mpendelevu wa channel yetu hii ya Upanga wa Radio Online TV. Nianze kumhimidi Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada rehema na amani zimeendea kiongozi wa umma mtukufu wa daraja, mboni yetu, furaha yetu, kipenzi chetu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ndiye furaha ya dunia, baraka ya dunia, neema ya dunia na huruma ya dunia, mtume wetu Muhammad, ambaye huyu mtume ametengenezewa hoja mbalimbali na wasiomuamini, yani Wakristo. Na moja katika hoja wanazozitengeneza ni kwa sababu ya kutokujua lugha hiyo ya Kiswahili au lugha ya Kiarabu. Ndio maana mtu anaweza akafasiri vile apendavyo na akaona kama yupo sawa, kwa sababu kinywa hakilipi kodi. Lakini pamoja na yote, nimeona vema nipitie moja katika wahubiri wa chekechea. Nilikuwa sina dhamira hata siku moja kwamba huyu kijana naweza nikaongea kusikana na pointi lake, kwa sababu kwanza ni mbovu wa kuelewa na ni mbovu wa kusema, tena zaidi ya hapo ni mbovu wa kusikia. Sasa kuna mtu mwingine unaweza ukamwambia nimeachanisha watu, lakini hii ni lugha ya Kiswahili inatumika. Kama haujui maana yake na silsila kuachanisha watu, unaweza ukamhukumu mtu kisichokuwa haki. Mfano nasema kwamba nimeachanisha mume na mke, ina maana aina mbili: nimeachanisha kwa kuwapatanisha au nimeachanisha kwa kutenganisha. Hii ni katika lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo inategemea na wapi umekutana na msemo huo. Nimeachanisha watu, maana mume na mke walikuwa wanagombana, nikaja nikawaachanisha wakawa kitu kimoja. Au mume na mke walikuwa wanapatana, nikaja nikawaachanisha, nikaongeza chachu katika ndoa yao wakaachana. Kwa neno kuachanisha ni kitu ambacho ni lugha inatumika katika aina mbili au aina tofauti. Vile vile unaweza ukasikia mtu akasema wamesema kweli, lakini ukiishia njiani unaweza ukashindwa kuelewa nini kilichoongelewa au nini kilichokusudiwa. Sasa hapa na klipi ya mhubiri wa chekechea. Wacha niseme wa chekechea kwa sababu hajifahamu, hajielewi na hajui kile anachokiongea. Na huyu kijana mimi namfahamu vizuri, kama nilivyokuambia katika clip ya kwanza. Nimetoa klipu nikaonyesha kwamba simulizi alifanya vizuri kutufikishia mahubiri ya walimu potovu wanazidi kupoteza watu katika Uislamu au kuleta tafsiri mbaya za chuki katika Uislamu au kwenye Qur'ani. Basi huyo kijana alipokutana na klipu yangu hii akaona basi atumie muda muafaka wa kuweza kunijibu. Nimeamua kuja hapa ili nikuje kujibu walimu wa Kiislamu, hususan mwalimu ambaye anaita Upanga wa Radi. Majibu aliyoyatoa ndio imeniua mbavu na ikanifanya kumwona kwamba ni mhubiri wa chekechea. Hebu sikiliza hii hoja lake, alafu nao niambie level yake ni level ya aina gani huyu. Cha Qur'ani. Na unajua kama niko kwa interview siwezi pata muda mwingi wa kufasiri sana na watu waelewe. Ila wale ambao bado hawajaelewa ndio kwa sababu unaona nikifundisha kitu naenda kuifanyia semina na ifundisha na ituma kwa YouTube. Na hii ni somo kubwa ambayo nitakapofika Kongo na itumika zaidi sana. Nikifika kwa kusanyiko inakuwa semina ambayo tutarusha kwa mitandao ili wapate kufaidia. Sasa andiko mbili ambazo zilichanganya ndugu zangu na ambazo nataka kuzirudilia ni andiko kwanza la kwanza katika kitabu cha Qur'an. Na lao tungekuteremshia maandishi katika karatasi kama walivyotaka na wayaguse maandishi haya kwa mikono yao, bila shaka wale waliokufuru wangelisema haya si chochote ila ni uchawi dhahiri. Yani hapa tunasumuliwa ya kuwa Qur'ani ingeteremshwa kwa karatasi, wale waliokufuru wangesema ya kuwa ni uchawi.
kama Qur'ani ingeteremshwa kwa karatasi. Sasa nauliza swali. Kwanza nimefuata mwalimu mmoja amesema Qur'ani haijateremshwa kwa karatasi. Kwa hivyo Qur'ani ya Muhammad haiko kwa karatasi. Unafahamu vizuri? Maana Qur'ani ya Muhammad ikiwa kwa karatasi, wale waliokufuru wangesema ni uchawi. Sasa nauliza, hii Qur'ani ambayo tunayo iko kwa karatasi wala haiko kwa karatasi? Nadhani naweka nukta kidogo kabla kumalizia hoja ya kijana wetu huyo. Nadhani aya ameitoa aya ya Qur'ani ambayo tumesikia Mwenyezi Mungu anasema kwamba lau kuwa tungeliteremsha hii Qur'ani kwa makaratasi, wale waliokufuru wangeliagusa hii Qur'ani, wangesema kwamba hii ni uchawi. Lakini shida ambayo inamtatiza huyu kijana, nimesema kwamba yuko na tatizo ya nini? Ya Kiswahili. Haelewi na hasikii kile alichokisoma. Kwanza hajui kusoma vizuri. Lau tungekuteremshia Qur'ani kwa makaratasi, sio kwamba lau ungeikuta Qur'ani kwa makaratasi. Mambo haya mawili tofauti. Ndio maana kuna tofauti ya kuteremka na kukua kwenye makaratasi. Kwa hiyo hoja ya Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani, Qur'ani ingeliteremka kwa makaratasi kama walivyokuwa wanadai wale makafiri, wale waliokufuru, wangesema kwamba hii ni uchawi baada ya kuyagusa kwenye makaratasi. Lakini yeye akabadilisha hoja akasema kwamba je, Qur'ani ya Muhammad haiko kwenye makaratasi? Hivi kweli Mungu alisema kwamba Qur'ani ya Muhammad iko kwenye makaratasi ndio wakufuru anasema ni uchawi? Ingeteremka, kwa sababu kuna tofauti ya kuteremka na kukua. Hii inayoteremka bado haijawa kwenye makaratasi. Yaani wangeona iko inateremka makaratasi, Bismillahirrahmanirrahim, ni karatasi inashuka, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ni karatasi inashuka. Hawa waliokufuru wangeligusa yale makaratasi yaliyoteremka, wangesema kwamba hii ni uchawi. Lakini hapa kuna kizingumkuti, na ndio maana hapa Wakristo wengi watashindwa kujielewa sampuli yao. Hii aya ya Qur'ani bado inatuthibitishia kwamba Wakristo ni wakufuru, kwa sababu wameiona kwenye karatasi wakasema hii ni uchawi. Maana yake kipimo cha kujua mchawi ni yule ambaye anaiona Qur'ani kwenye makaratasi kisha akasema hii ni uchawi. Maana huyu kijana ni mkufuru, ndio maana anashindwa kuelewa aya hii ya Qur'ani. Lakini vile vile kuna nukta ambayo imemvuruga hapa, kwa sababu nimeonyesha kwamba hapa alikuwa anakoroga Kiswahili, kuteremka na kukua. Ndio maana akauliza, je, hii Qur'ani ya Muhammad haiko kwenye makaratasi? Kama nimesikia Sheikh mmoja anasema kwamba Qur'ani ya Muhammad haiko kwenye makaratasi. Si ni kweli? Kakwambia Muhammad hajateremshwa makaratasi. Muhammad ameteremshwa nini? Maneno yale aliyokuwa anayasema Muhammad ndio yakaandikwa kwenye makaratasi. Kwa hiyo hoja ya Mungu ilikuwa kwamba Qur'ani hii ingeliandikwa kwa makaratasi. Hapo tungeanza kutafuta kweli huyu alikuwa analenga nini. Lakini mwisho wa siku tungekupeleka hii ni itikadi ya watu gani? Lesha hoja yako hapa. Maana Qur'ani ikiwa kwa karatasi kwa mjibu wa vitabu vyenu ni uchawi. Unanisikia vizuri? Qur'ani ikiwa kwa karatasi wale waliokufuru wangesema ni uchawi. Haya, hapa ndio swali linakuja. Wewe kaka Mardoshi, hivi umeiona we Qur'ani iko kwenye karatasi unaita ni uchawi? Lakini hii kauli ya kuita ni uchawi ni kauli ya waliokufuru. Hivi tukuite we ni nani? Tukuite mwaminifu au we ni mkufuru? Kwa sababu na we itikadi yako ni ile kusema kwamba ikiwa kwenye makaratasi ni uchawi. Lau hoja ya Mungu sio kukua, hoja ya Mungu ni kuteremka makaratasi. Sio kukua Qur'ani kwenye makaratasi, lakini ni Qur'ani kuteremka kwa makaratasi. Ndio inaitwa nini? Uchawi kwa waliokufuru. Sasa hivi wewe umeikuta kwenye makaratasi unaita ni uchawi, maana yake wewe Mardoshe ni mkufuru. Na ndivyo Biblia yenu yote inasema. Wakufuru ni wale wanaacha imani lakini wanakaa kukiri kwamba wao ni wanani? Ni Wakristo. Utakuta katika Timotheo wa kwanza 3:4 aya na maelezo yake katika Biblia Dr. Scofield. Aliyekufuru maana yake ni mtu mwenye kuwa na makosa, kamwacha Mungu, kafuata mambo ya upuuzi. Sasa wanasema kwamba waliokufuru waliposema kwamba ni uchawi hawajakosea. Maana tukuseme kwamba wewe unatetea mchawi kwa sababu mchawi alipoua mtu akafa, maana hajakosea kwa sababu aliua na mtu akafa. Ndio kama yale unayotumia wewe. Walisema Qur'ani ni uchawi waliokufuru na wewe ukasadikisha kwamba hawa hawajakosea, maana wewe ndio mkufuru. Tumalizie hoja yako kaka kishenzi ambayo ni makafiri.
Je, wakisema ya kuwa Qur'ani ni uchawi, iko kwa makaratasi, ndio wanasema ukweli ama uongo? Naomba tu nisome andiko moja katika kitabu cha Qur'ani 11:35. Ndio kweli wanasema makafiri. Yaani makafiri wanasema ukweli kwa sababu Qur'ani iko kwa karatasi. Na hapo ndo nataka nikuonyeshe kwamba nimesema huyu kijana ni kijana ambaye mhubiri wa chekechea. Hafai na sikuwa na maana ya kuweza kumjibu. Aya inasema kwamba am yaquluna iftarahu. Ndio kweli wanasema. Hii aya ameikata kipande. Lakini wacha tuiweke yote mzima ili upate kuelewa nini maana ya Qur'ani ilivyokuwa inazungumzia. Am yaquluna iftarahu. Ndio wanasema kweli kuwa mtume ameitunga hii Qur'ani. Unasikia maneno yake Mwenyezi Mungu, qul. Maana ni swali ambalo Mungu alikuwa anaonyesha kwamba makafiri walikuwa wanazungumzia juu ya Qur'ani. Ndio Mwenyezi Mungu anaambia hivi, kweli je, hawa makafiri wanasema kweli katika yale ya kusema kwamba wewe umetunga Qur'ani? Lakini yeye ameyakata. Angalia aya yote nzima mbele yako hapo, yeye ameikata kipande. Am yaquluna iftarahu. Je, wanasema kweli hao makafiri kwamba Muhammad umeitunga hii Qur'ani? Qul in iftaraituhu, ikiwa kwamba mimi Muhammad nimeitunga hii Qur'ani, fa alayya ijrami, basi kile kitungo mnachokisema kwamba nimekitunga mimi kitakuwa kiko juu yangu mimi, kama mtasema kwamba mimi Muhammad nimeitunga hii Qur'ani. Wa ana bari'un mimma tujrimuna, na hakika mimi Muhammad niko mbali na yale mnayosema kwamba mimi Muhammad nimeitunga hii Qur'ani. Yani hapa ilikuwa ni hoja ya makafiri kudai na kusema kwamba Muhammad ameitunga hii Qur'ani. Ndio Mwenyezi Mungu anasema kweli wanasema kweli hao makafiri. Ndio maana nikakwambia kaka, kuna neno limoja unaweza ukalisikia akili na maana mbili. Nikatoa mfano mwanzoni kwamba mtu ameachanisha wanandoa. Inabidi ujue anawachanisha katika hali gani. Unaweza kumhukumu mtu bila kujua alikuwa anatumia nini. Neno kuachanisha ina maana mbili. Anaweza kuwa aliachanisha wakati alikutana wako kwenye vita wanapigana akawachanisha. Au anaweza kuja kuwachanisha wakati wako kwenye amani akawavurugia ndoa yao akawachanisha. Sasa hili neno kweli ndio kweli. Usiitumie kwamba Mwenyezi Mungu amesapoti kila alichokisema makafiri kwamba ni cha kweli. Kwa sababu hii ndio kweli, ni neno la swali ni Mungu alikuwa anawauliza kumpa Muhammad moyo. Je, hivi kweli makafiri wanasema kweli kusema kwamba Muhammad umeitunga hii Qur'ani? Ndio Mwenyezi Mungu anasema qul in iftaraituhu, sema ikiwa mimi Muhammad nimeitunga hii Qur'ani, fa alayya ijrami, basi ile utungo mnasema kwamba mimi nimeitunga utakuwa uko juu yangu. Wa ana bari'un mimma tujrimuna, na mimi Muhammad niko mbali na yale mnayodai kwamba nimetunga hii Qur'ani. Maana Muhammad hawezi akatunga Qur'ani. Haya ilikuwa ni majibu Mungu anawapa makafiri, lakini kwa sababu wewe ni Mkristo, wewe ni kafiri, shida unaenda chooni bila maji. Wewe unafikiri tufasiri Qur'ani vizuri kaka yangu? Shida ndio inakukuta hiyo ya wewe kuigusa Qur'ani, huna tahara, huna udhu, ndio unajifanya kama na wewe ni mwalimu. Wewe ni mbeba vitabu kaka, ikaa katika sampuli yako ya kubeba vitabu na kushuti watu. Wewe haujawa mhadhiri eti utaenda Kongo kufanyisha semina. Kwa akili gani unaenda kufanyisha semina Kongo wewe? Hivi kweli muumini atakuwa nyuma yako asiwe naye yuko nyuma mwalimu kaka yangu? Mbona wewe ni mchache sana? Unatakiwa kwamba ujifunze Biblia, ujifunze Qur'ani, basi hata kwa uchache miaka 20 ndio ikae na wewe mitaani kuanza kufundisha watu. Mimi nimeanza kuhubiri toka na miaka 12. Na ndio niko ukiangalia miaka yangu ya kuhubiri iko miaka 28. Ongeza miaka 12, miaka 28 utakuta miaka yangu ya mikutano nimefanya. Sasa wewe unaanza hapa juzi unajifikiria na unataka kutangaza Uislamu kweli? Utapiga Uislamu vita? Ndugu yangu, rudi kwenye maandiko, rudi kwenda kusoma, na clip yako ya pili nitaijibu kwanza, lakini nataka nikufahamishi kidogo kama wewe si katika walimu na huna sample ya kuitwa mwalimu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.